Kuelekea msimu mpya wa zao la korosho, bodi ya korosho nchini CBT imewataka wakulima na wafanyabiashara wa zao hilo kuzingatia kanuni na sheria za nchi na kujiepusha na biashara ya kangomba, huku ikitangaza rasmi tarehe ya kuanza minada. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Mtwara, mwenyekiti wa bodi ya korosho Tanzania Brigedia Jenerali mstaafu Royce Mwanjile amesema korosho zote zibanguliwe nchini ili kutengeneza ajira kwa wananchi, huku akiwataka wamiliki wa magara kuwa na leseni maalum za kufanya biashara hiyo. Korosho zetu zinazozalishwa hapa nchini nyingi zibanguliwa hapa nchini ili kuongeza thamani na kutengeneza ajira kwa watu wetu. Katika kuboresha soko la awali, mbanguaji asiyekuwa na kiwanda hatapewa leseni ya kununua korosho ghafi kupitia soko la awali. Vile vile mbanguaji atawajibika kutumia magunia yenye nembo ya kiwanda chake wakati wa kubeba korosho alizonunua kutoka ghala la AMCOS kwenda kiwandani kwake. Bodi ya korosho Tanzania katika kuhamasisha na kuboresha miundombinu ya wabanguaji wadogo hasa katika teknolojia ya ubanguaji inapanga kugawa mashine 50 za ubanguaji za umeme kwa vikundi 50 vya kubangua. Tutafanya zoezi hili kwa wabanguaji hawa ili wasiendelee kutumia mashine za mkono ambazo zinatumia nguvu na muda mwingi katika kubangua kiasi kidogo cha korosho ghafi. Mashine za umeme zitaongeza ufanisi na kuongeza vipato kwa wabanguaji wadogo na kuboresha maisha yao. Niwaombe hasa viongozi wa vyama vya msingi na watendaji wa vijiji wawape ushirikiano vijana hawa wakati wakifanya shughuli zao. Kutakuwa na kamati za wilaya ambayo zitasimamia masuala mbalimbali kuanzia ngazi ya chama cha msingi hadi ghala kuu, ikiwa ni pamoja na kukagua korosho zilizopo ghala kuu kabla ya kutoa mchanganuo wa mauzo, yani sales catalog, ili kuhakikisha wanunuzi wanapata korosho kwa ubora na kiasi kama ilivyo kwenye mchanganuo wa mauzo. Lengo ilikuwa ni kuondoa changamoto ya wanunuzi kukosa mizigo ghalani ili kuongeza ushindani wa tasnia ya korosho kimataifa. Aidha, mwenyekiti huyu amesema minada ya korosho inatarajiwa kuanza rasmi mwezi Oktoba 31 mwaka huu, huku akitoa wito kwa kulima korosho kutojihusisha na uuzaji wa korosho kwa njia ya kangomba, licha ya kueleza kuwa jumla ya kampuni 88 zimejisajili kufanya biashara hiyo. Ndugu wanahabari, minada ya korosho msimu wa 25-26 inatarajiwa kuanza rasmi tarehe 31 Oktoba 2025. Na minada itaendelea kuendeshwa kupitia mfumo wa mnada wa mtandaoni online bidding chini ya soko la bidhaa Tanzania TMX. Nitoe rai kwa wakulima wa zao la korosho katika mikoa inayolima korosho Tanzania, wasikimbilie kwenda kuuza korosho zao holela kwa hasa watu wanaojulikana kangomba, kwa sababu kwa kuuza korosho kwa kiolela unaleta athari kwako wewe mwenyewe mkulima kwanza, kwa sababu utapata bei ambayo sio nzuri ukilinganisha na bei ya soko itakayopatikana kwenye minada. Hadi sasa tuna kampuni 24 ambazo zimejisajili kwa ajili ya soko la awali. Hapa tunamaanisha au tunakusudia kusema wenye viwanda vya kubangua hapa nchini. Lakini pia tuna kampuni 48 zilizojisajili kwa ajili ya kununua korosho karanga ambazo zimekwishabanguliwa, na zipo kampuni 16 ambazo zimejisajili kwa ajili ya minada ya kununua korosho ghafi. Kwa ujumla wake mpaka sasa tuna makampuni 88 ambayo yamejisajili kwa ajili ya biashara ya korosho hapa nchini. Mkurugenzi wa bodi ya korosho Tanzania Francis Alfred amesema lengo la bodi ya korosho ni kuhakiki ubora wa zao hilo kwa maslahi ya taifa kwa ujumla. Lengo letu ni kuhakiki ubora pamoja na kiwango cha korosho zoko ghalani. Kama mwenyekiti wa bodi alivyosema, lengo bodi ya kurugenzi imetuelekeza kwamba tuhakikishe kwamba wanunuzi wa korosho wanakuja kununua korosho katika soko la upili wapate mizigo kwa kiwango na ubora kama ilivyo kwenye catalog au ule mchanganuo wa mauzo ambao tutakuwa umetolewa na vyama vikuu. Kwa mwaka huu tuna mfumo wa usimamizi ambao ni tofauti kabisa na miaka mingine na hujawahi kuwepo. Lengo letu ni kuendelea kudhibiti na kucontrol zaidi biashara yetu ya korosho. Kwa sababu lengo letu tunataka kwamba mwaka huu tumefanya usaili wa waendesha ghala. Tulikuwa na mikutano rasmi ya usaili wa waendesha ghala ambapo tumefanya bodi ya korosho, vyama vikuu, tume ya maendeleo ya ushirika
pamoja na bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala tumefanya usaili na kuwabaini waendesha ghala ambao wanafaa na wale wasiofaa, na kuna wengine tumewapitisha, hivyo tutafanya kazi ya wenye maghala chini ya usimamizi. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, hapa Bodi ya Korosho Tanzania, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.